Kutokujua currencies ama legal tender ama pesa zinazotumika mbinguni na Mungu ili kununua vitu kutoka kwa Mungu ni sababu nyingine ambayo inaweza ikafanya usije ukafanikiwa kwenye maisha yako. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Isaya 55 mstari wa kwanza, anasema basi wale mna kiu, enendeni mkale na kunywa bila fedha. Huyu ni Mungu anaitana, anasema kwamba kama una fedha, ende ukale na kunywa, ukanunue kutoka kwangu pasipokuwa na pesa. Kumbe katika ulimwengu wa kiroho hauhitajiki kuwa na pesa ili ununue vitu vya mbinguni, ili utajirishwe na Mungu. Yaani ili Mungu akutajirishe hauhitaji kuwa na pesa, maana anasema ya kwamba njooni mnunue kutoka kwangu pasipokuwa na pesa. Na hii inatufundisha kwamba kuna currencies ama kuna legal tender ambazo zinatumika mbinguni ili kupata utajiri kutoka kwa Mungu. Na usipozijua hizi, ujue kwamba kuna uwezekano usije ukafanikiwa kwenye maisha yako. Number one, ama legal tender ama currency ya kwanza ambayo Mungu anaivalue sana, it is the blood of Jesus. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo, nadhani mlango wa 5 kama sikosei, maandiko yasema ya kwamba Yesu kwa damu yake akanunua watu wa kila kabila, watu wa kila lugha na watu wa kila jamaa. Unaweza ukaona mtu ambaye mnaweza mkafanikiwa pamoja, mtu ambaye amefanikiwa na unataka hata wewe ufanikiwe kupitia kwake, lakini kupitia kwa damu ya Yesu Kristo huyo mtu kanunua akawa kwako, because hiyo ni one of the legal tender ambao unaweza ukaitumia. Ndio maana maandiko yasema akanunua watu wa kila kabila, watu wa kila lugha, lakini kwa damu yake, sio kwa pesa. Hiyo ni legal tender ya kwanza ambayo unafaa kuifahamu kwamba ina uwezo wa kukutajirisha ukiwa na damu ya Yesu Kristo, ukiwa na damu ya Yesu Kristo. Ndio maana maandiko yasema ya kwamba nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, anasema dhahabu au fedha, mtoke katika mienendo yenu isiyofaa, lakini kwa damu ya dhamana ya Yesu Kristo. Kiufupi, huu mstari unamaanisha kwamba damu ya Yesu Kristo iko na value kubwa sana kuliko dhahabu na fedha. Katika ulimwengu wa kiroho iko na uwezo wa kununua vitu ambavyo dhahabu na fedha haiwezi kanunua. It is one of the legal tender. Kwa hivyo Mungu wakati ule anaposema kwenye kitabu cha Isaya 55 mstari wa kwanza, anasema kwamba njooni mkanunue kwangu pasipokuwa na pesa. Anajua kile ambacho anakimaanisha. Anajua unaweza ukatajirika ukiwa hauna hizi pesa ambazo ziko hapa duniani. Mungu ako na namna yake ya kumtajirisha mtu pasipokuwa na pesa. Ndio maana utaona kwamba akina Petro wanaenda hekaluni, wanapata jamaa mmoja ambaye alikuwa sijui alikuwa kiwete, alikuwa yani mlemavu. Maandiko yasema ya kwamba yule bwana alikuwa anataka angalau apewe pesa na akina Petro na Yohana, lakini Petro anamwambia dhahabu na fedha mimi sina. Wewe sasa ukimwangalia Petro ako na kanisa, Petro amefanikiwa, wakati ule alikuwa amefanikiwa, unataka kusema kwamba Petro alikuwa na pesa, alikuwa na dhahabu, alikuwa na pesa, lakini alikuwa na kitu kingine ambacho ni zaidi ya pesa, ambacho akimpa huyu kiwete, akimpa huyu mlemavu, hicho kitu kinaweza kikamsaidia hata zaidi. Ndio maana anamwambia kwamba dhahabu na fedha mimi sina, lakini nilicho nacho nitakupa. Anamwambia kwa jina la Yesu Kristo nyanyuka uende. Na ndio maana utaona kwamba kumbe jina la Yesu Kristo iko na uwezo wa kununua uponyaji, ule uponyaji ambao unalipa madaktari watibie mgonjwa wako. Jina la Yesu Kristo inaweza ikanunua uponyaji, ikanunua uzima, mtu akawa mzima, mtu akawa ako na nguvu mpya. Ndio maana kwenye kitabu cha Isaya 55 na mstari wa kwanza anasema ya kwamba njooni kwangu mkapate kununua pasipokuwa na fedha. Kuja kwangu ununue afya pasipokuwa na fedha. Kuja kwangu usitoe
gharama ya hospitali, lakini ununue kwangu afya pasipokuwa na fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Another legal tender ambayo inaweza ikatumika katika kununua vitu inaitwa kimbali. Esther alipoenda mbele ya mfalme, maandiko yasema ya kwamba akapata kimbali mbele ya mfalme. Mfalme anamuuliza swali Esther ya kwamba, anamwambia unataka nini Esther? Hata kama ni nusu ya ufalme wangu nitakupa. Lakini Esther amenunua nusu ya ufalme wa mfalme Asuero kwa sababu ya kimbali, sio kwa sababu ya pesa. Hakuwa na pesa Esther, lakini alikuwa na kimbali ambacho kimbali kingefanya apate nusu ya ufalme. Number 4, kuna kipawa. Kisoma kwenye kile kitabu ambao tumesoma, kitabu cha Mithali mlango wa 17 na mstari wa 8. Maandiko yasema ya kwamba kipawa ni kito cha dhamani, na anasema kila kingeukapo ufanikiwa. Yaani swala sio kuwa na kipawa tu, lakini ni kuwa na uwezo wa kukingeuza kipawa kikawa mafanikio, kungeuza kipawa kikawa pesa, kugeuza kipawa kikawa heshima, kungeuza kipawa kikawa ardhi, ama kikapata kukuingiza kwenye nafasi fulani. Kwa hivyo kipawa, it is one of the legal tender ama currency za mbinguni ambazo Mungu anazitumia, ambapo ukiwa na kipawa unaweza ukapata pesa, unaweza ukanunua chochote, unaweza ukanunua vitu vikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kingine ambacho ni legal tender mbinguni ni neema. Neema ni vitu ambavyo niseme tu neema, naweza kusema ni vitu vya bure ambavyo Mungu ameona tu akupe, si kwa sababu umestahili, lakini yeye mwenyewe ameamua akupe. Ukiwa na neema ya Mungu uta attract vitu za bure kutoka kwa watu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu Biblia inasema kwamba mkikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili mkapate rehema zake. Mkikaribia kiti cha neema kwa ujasiri mpate neema ambazo zitawasaidia wakati wa mahitaji. Kumbe ukiwa na neema, ile neema itakusaidia wakati ule uko na hitaji. Kila hitaji yote ambayo utakuwa nayo kwenye maisha yako, hiyo neema itakidhi mahitaji yako. Ndio maana Paulo anamwambia Mungu, kuna mwimba ambao unamdunga. Mungu anamwambia hivi, anamwambia nguvu yangu ukaa katika udhaifu. Anasema neema yangu ukaa katika udhaifu. Maana Paulo anasema kwamba nilimsihi Mungu ili aniondolee ule mwimba, lakini Mungu akaniambia neema yangu inakaa katika udhaifu. Mungu akajua kwamba akimuondoshia Paulo ule mwimba atakuwa amemuondoshia neema ambao inamsaidia wakati wa mahitaji, ile neema ambayo inasoti mambo yake wakati ule ako kwenye mahitaji. Kumbe ile neema ndio ilikuwa inamfanya Paulo azidi kukaa katika mateso, anapigwa akihubiri Injili, lakini bado ile neema inamsaidia kupiga hatua kimaisha. Maandiko yanasema ya kwamba kuna wakati Paulo alienda akapigwa sana, lakini siku iliyofuata wakamfuata, bado anahubiri Injili. Walikuwa wamempiga kiasi kwamba ni kama wamemuua, lakini siku iliyokuwa wamfuata, kwa sababu alikuwa na neema ambayo ile neema ilikuwa inamsaidia wakati wa mahitaji, ilikuwa inakidhi mahitaji yake yote. Neema ni legal tender ambayo itanunua chochote ambacho ni hitaji yako, na ni currency ya mbinguni ambao Mungu akikupa hauhitaji kuwa na pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia mke mwema pia ni currency ya mbinguni. Maandiko yanasema kwamba apataye mke anapata kitu chema, naye anajipatia kimbali kwa Bwana. Kwa hivyo mke mwema ni currency ya kupata vitu kutoka kwa Mungu. Sijui kama naeleweka. Kwa hivyo kutokujua currencies ama legal tender ambazo Mungu anazitumianga ili kumfanikisha mtu ama kumtajirisha mtu ni sababu nyingine ambayo inaweza ikafanya usije ukafanikiwa
katika maisha yako, na nimezieleza zote hapa. Nadhani utarejelea kwa wakati wako na utajua